Watu kadhaa wamenitumia message, wengine wananiambia naona unamaliza sana maneno. Ni katika wasiwasi wa kawaida wa binadamu na kile ambacho kimezoeleka kama tabia fulani za nchi fulani au watu fulani. Ukweli ni kuhusu haya mazungumzo. Watu wengi nahisi hawaamini na wanadhani kuwa maybe kuna mchezo kati ya Israel na Marekani ambao wanaamua kuchezesha kwa Irani, lakini wanabaki kwenye jungu moja kuwa ni kama lengo la kumleta Irani kwenye trap ambayo wanaitaka wao. Na meseji zenu nyingi nimeziona kwenye hilo, mmeonitumia na kuniuliza kuhusu hili swala. Bila shaka mimi nimelifafanua sana huko nyuma na nikawaweka kwa uwazi kuwa kweli kuna maigizo yanaweza yakatokea wakati fulani, na rekodi zinaonyesha hivyo. Hata ukichukulia huu mgogoro wenyewe utaona ndani yake kulikuwa kuna hadaa nyingi, kwa sababu ni vita zote mbili, vita ile ya kwanza na hii ya pili ilikuwa imepikwa kwenye hadaa, kwa sababu ndani yake kulikuwa kuna hadaa. Vita ya kwanza walikuwa kwenye mazungumzo, Marekani alikuwa kwenye mazungumzo na Irani, lakini wakati huo Marekani alikuwa anapanga mipango na Israeli ya kuivamia Irani, na hata walivyoivamia Donald Trump naye akathibitisha kuwa tulikuwa kwenye mipango ya pamoja. Iko hivyo. Vita ya pili hali kadhalika hivyo hivyo, walikuwa na hesabu zao na plani zao, wakazipanga, wakaanzisha vita kama ilivyokuwa. Sasa ndio hilo linalowajengea hofu watu kuona kuwa inaweza ikabadilisha nini hivi sasa, au hivi kipi kinachobadilika hivi sasa, wasiwe wale wale ambao mara zote wamecheza kwenye akili, yani wanacheza michezo ambayo wanatimiza malengo yao. Ndio watu wanakusudia kusema hivyo. Jamani, amani iwe nawe, peace be upon you. Bila shaka wewe ni mzima wa afya na unaendelea vyema na majukumu yako. Ukiwa Dar huwezi kuvaa hivi nguo mbili mbili tatu, huwezi kuvaa kutokana na hali halisi ya Dar es Salaam. Kwa hiyo nimesafiri, yani sipo, ila lakini nimesafiri kwa sababu sipo mjini. Sasa nataka nizungumze hili swala. Nimekwisha lifafanua nyuma, na kuna wengine waliniletea message nikawajibu by message na audio. Nimekuwa nikiwakumbusha mara kadhaa hili jambo na nitaendelea kuwakumbusha. Liko hivi, huu muda uliopo hivi sasa hauwapi nafasi ya kufanya maigizo. Naeleweka? Huu muda uliopo hivi sasa, kuanzia huu mwezi uliopo sasa, tuko mwezi Juni kwenda mpaka Disemba, hakuna nafasi ya kucheza maigizo hapa, kwa sababu ni muda wa hukumu wa pande zote. Kinachotokea ni halisi. Jana makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance, wakati anaongea na vyombo vya habari, akiwashutumu baadhi ya maafisa wa baraza la mawaziri la Israeli ambao wamemshambulia kwa wazi kabisa Donald Trump kutokana na hayo makubaliano, anawakumbusha, anawaambia, ukiondoa kuwa Donald Trump ni rais anayeongoza nchi kubwa duniani na rais mwenye nguvu zaidi duniani, inabaki kuwa Donald Trump ndiyo kiongozi pekee katika nchi kubwa duniani anayesapoti Israeli. Ndio kiongozi pekee katika nchi kubwa duniani anayesapoti Israeli kwa sasa. Yani it means kuwa Israeli imetengwa sana. Kwa hiyo aliyebaki ni Donald Trump tu nyuma ya Israeli. Wakati mnapowaza kumshambulia Donald Trump, mnatakiwa mfahamu na mfikirie kuwa nchi pekee yenye nguvu mliobakiza ambayo iko nyuma yenu ni Marekani. Ameyazungumza Vance hayo. Anawaambia kuwa nchi pekee yenye nguvu ambayo iko nyuma yenu kwa sasa ni Marekani, mnatakiwa mjue hilo. Lakini akawakumbusha kuwa msisahau, katika vita zote mbili, anasema two-third, anasema nini two-third, nini Kiswahili anasema, jamani mbona inanitoka, silaha ambazo wanazitumia Israeli, anasema kiasi kikubwa ni silaha ambazo zimetoka Marekani. Anasema silaha nyingi ambazo tumewalinda, ambazo zinatumika kwenye ulinzi, kufanya mashambulizi, kufanya kila kitu, ni za Marekani. Msisahau. Hebu fikiria, mfano Israeli anafanya sana mashambulizi ya ndege, ana ndege zake pale. Israeli ndege gani ametengeneza pale? Anatumia F-15, F-16, F-22,
F35, F35S, hizo ndege ni za nani? Za Israel au za nani? Kwa hiyo Vance anawakumbusha Israeli, msijione ni wakubwa hali ya kuwa tumewabeba. Yaani msijione kuwa nyinyi ni wakubwa hali ya kuwa sisi tumewabeba tu kuwa hapo mlipo. Hii inabaki kwenye nadharia halisi ambayo huwa ninaizungumza na kurudia kwenu kuambia kuwa Israeli ni mkubwa kwa Wapalestina. Israeli ni mkubwa kwa Lebanoni, sio kwa Marekani, wala Israeli hana uamuzi wowote kuhusu Marekani. Watu wenye imani zao huwa wanakereka nikilisema hili kuwa Israeli si lolote kwa Marekani, lakini ni kwa sababu hawayafuatilii haya mambo. Sisi ambao haya mambo ni maisha yetu, yani mimi kufuatilia hizi vitu ni sehemu ya maisha yangu, kama kula hivi. Unamuona football player au mwimba mziki? Mwimba mziki, muziki ni kazi yake ambayo inampa pesa, lakini ni sehemu ambayo anahisi burudani kwa yeye. Ni sawa na football player, mcheza mpira. Mcheza mpira yeye anakuwa na passion, kwa hiyo anapenda kucheza mpira, lakini mpira inaweza ikawa ni kazi yake ambayo inamuingizia. Kwa hiyo ana enjoy vitu viwili kwa pamoja. Mimi hii ni sehemu ya maisha yangu ambayo hata kabla sijaanza kupata chochote, kulipwa chochote, kufanya kokote kwenye hii, ilikuwa ni part of my life, kukaa nafuatilia haya mambo na kuzungumza haya mambo. Kwa hiyo haya sijayafuata eti tu kwa sababu watu wameanza kunifuatilia huku, eti kwa sababu watu wameanza kunilipa huku, au kwa sababu ninayazungumza miaka na miaka na ninayajua miaka na miaka, yaani toka utoto wangu mimi ninayafahamu. Tawapa mkasa mmoja. Mzee Tido Mhando wengi mnamfahamu, ni nguli wa habari. Yule mzee ni mzee wangu mimi. Wakati naanza uchambuzi wa kimataifa hivi sana, alikuwa akinisupport. Na mara kadhaa alikuwa akiniita ofisini kwake, tunazungumza, tunajadiliana baadhi ya vitu. Na kuna wakati nikikutana na mbona hujanipigia simu? Ananiambia kosea, nitakupigia, kwa sababu alikuwa akinisikiliza sana radio UFM na akinifuatilia kwa sababu alikuwa ni mkuu wa idhaa pale Azam Media. Siku moja aliniita ofisini kwake, tukati tunazungumza, alikuwa akiniuliza haya maswala yakoje, haya ya kimataifa tunazungumza. Nikamwambia, Mzee Tido, wakati ninasoma shule mimi ya msingi, niko darasa la 4 au la 3 nakumbuka, nilikuwa nikipenda kusikiliza BBC. Mimi na rafiki yangu tuna bet, yani tunasema kuwa leo nani atafungua matangazo? Anasema Chama Omar Matata. Naambia leo atakuwa Dastan Tido Mhando. Yani sisi tukiwa wadogo kabisa shule ya msingi primary, tunajadili kuhusu hilo, tunasikiliza BBC jioni, na kweli nakuta Tido Mhando anafungua matangazo, Dastan Tido Mhando. Leo Dastan Tido Mhando ameniita ofisini kwake, ananiuliza maswala hayo mimi nilikuwa nikimsikiliza nikiwa mtoto. Nikamkumbusha hili swala. Wewe unaniuliza kitu wakati mimi nilikuwa nikiwa mdogo na kusikiliza wewe. Anasema mimi nilikuwa mtangazaji, sikuwa mchambuzi kama wewe. Kwa hiyo ndio maana nakufuatia. Nadhani tulikuwa tukizungumza kuhusu mgogoro wa Nagorno-Karabakh. Sijawahi kusahau hicho kitu. Kwa hiyo ninapokuambia kuhusu haya mambo, sijaanza kuyafuatilia leo wala jana wala toka, hii ni lifetime, haya ni maisha yangu. Yaani mimi kuangalia dunia iko wapi, inafanya nini, sipelekwi kwa passion. Ni kitu ambacho na kisasa kwa watu ambao wanaliona hili swala kwa hivi sasa. Kwa watu wanaoliona hili swala kwa hivi sasa, hawakuwepo, hawakuwahi kufuatilia JCPOA ya Barack Obama. JCPOA, Obama alifunga, akakaza, akamwambia Israel, mtafanya nini? Hamna blackmail yoyote ambayo mndani black kama vile au mafaili ya Epstein au nini, nitafanya uamuzi. Yani vita ya Barack Obama na Netanyahu ilikuwa ni kubwa zaidi kuzidi ya hivi sasa mnayoiona. Ilikuwa ni kubwa mno, lakini Obama aliweza kuwashinda wazayuni wa ndani ambao wamejipachika kwenye serikali, na tena wakati wa Barack Obama ndio walikuwa na mizizi mikali zaidi ukilinganisha na hivi sasa. Hivi sasa hata mwenyewe Donald Trump anakiri wazi kuwa mabadiliko makubwa yametokea ndani ya Marekani. Katika maoni yake aliyatoa mwaka jana akasema kuwa mambo yamebadilika sana ndani ya Marekani. Leo hii unakuta mtu anasimama hadharani anaikosoa Israeli. Leo hii unamuona senator anasimama anakosoa Israeli. Haya mambo hayakuwepo kabisa kipindi cha nyuma. Sasa wakati wa Barack Obama hali ilikuwa ni kali zaidi, kuwa ulikuwa huwezi kunyoosha mkono kwa Israeli wala kukosoa Israeli. Lakini leo Wamarekani wanaweza kukosoa, maseneta wanaweza kukosoa, wabunge wanaweza kukosoa, viongozi wanaweza kukosoa, vitu kila mtu anaweza kukosoa vile anavyojisikia. Mabadiliko ni makubwa sana kulinganisha sasa. Kwa hiyo wale wanaodhani na kuamini kuwa Israeli anaweza akamshinda Marekani eti kwa sababu Israeli hana alichoshikilia cha Marekani zaidi ya wanasiasa,
hana zaidi ya kuwashikilia wanasiasa wa Marekani ambao amewapiga pingu zile za lobbying kwa kuwalisha pesa. Hamna kingine kusema kuwa eti, yani pale itapotokea eti kusema kuwa kama hivi sasa malumbano, kwa sababu nimewaambia kuwa hakuna kati yao hapa, hakuna maigizo, hakuna maigizo, kuna uhalisia, kwa sababu atakayetaka kucheza maigizo hivi sasa kaamua kumpa ushindi mwenzake. Lakini katika haya ni vigumu kuelewa nadharia mpaka uwe unaelewa vitu. Ukielewa siasa ya ndani ya Israel inavyoendeshwa utaelewa. Wakati anazungumza kwenye mkutano kule Ufaransa, Donald Trump alitoa maoni yake kwa sababu ya uchaguzi mjao wa Israel. Akasema kuwa ninampenda bibi na huenda nikamuunga mkono, sijui, lakini akasema kuwa nitajaribu kupitia majina ya wengine wote ambao watakuwepo katika nafasi ambayo huenda ikateua waziri mkuu, halafu nitafanya uamuzi. Ukisoma gazeti la Israel la Hayom, gazeti la Israel la Hayom leo limeandika kuwa, liliandika tena, hii taarifa iliandikwa jana, liliandika kuwa Trump hakuwahi kumsamehe Netanyahu. Yani kile kisasi cha Trump kwa Netanyahu hakuwahi kukiondoa. Wale wanaonifuatilia nilishawaeleza asili ya ugomvi wa asili wa Donald Trump na Netanyahu ulipotoka. Ugomvi aliwahi kumwambia hivi, Trump aliwahi kumwambia hivi Netanyahu, wakati Netanyahu amempigia simu Rais Joe Biden 2020. Yani unajua, wakati Trump anapigania nafasi yake ya urais, kuwa nimeibiwa kura, sikubali kushindwa, sifanyi nini, kiongozi wa kwanza duniani aliyempigia simu Joe Biden alikuwa ni waziri mkuu wa Israel Netanyahu 2020. Trump akamwambia hivi, kitendo cha simu yako hicho ni usaliti mkubwa kuzidi hata nyuklia, yani kuzidi nchi inayotengeneza nyuklia. Alikuwa anakusudia kumwambia, yani wewe usaliti wako ni mkubwa kuzidi Irani anayotengeneza nyuklia. Sasa wengi wanahisi, wanaamini kuwa Trump hakuwahi kumsamehe Netanyahu. Ukimchukulia Donald Trump kuwa wale wote waliomsababishia madhara kwenye awamu ya kwanza, mara hii alikuja akawawajibisha wote kasoro Netanyahu. Kwa nini Netanyahu? Alihitaji kuungwa mkono ndani na baadhi ya watu wanaomuunga mkono, taasisi hizo zinazomuunga mkono, lakini ufahamu Donald Trump pia yupo kwenye faili za Epstein. Kwa hiyo kinachodhihirika hivi sasa, watu wanaanza kukitoa taratibu kuonyesha kama kuwa ule ugomvi haukuwahi kumalizika, kwa sababu aliyekuwa kwenye ugomvi wa kwanza, mwangalie Pompeo yuko wapi Bolton yuko wapi? Alikuwa mshauri wa usalama walio kwa awamu ya kwanza, hataki hata kumuona. Zelensky, umeona, huu ilikuwa katika ugomvi wa kwanza ambao Zelensky naye aliingia. Zelensky aliingia kwenye ugomvi ambao ikampelekea Donald Trump wa muimpeach. Wakati huo Nancy Pelosi walimimpeach, karibu wamtoi kwenye madaraka yake. Wakati huo Senate ikamlinda, na Netanyahu alikuwa kwenye hii listi. Trump wale wote waliomkosea kipindi cha nyuma wote aliwawajibisha. Hata alivyoingia ikulu mara ya pili, amepangua safu kubwa ya White House, kaondoa viongozi wengi, maafisa wa kijeshi kaondoa, kasafisha CIA, kila sehemu kasafisha. Wote waliomsnitch wakati huo Netanyahu alikuwa pembeni, lakini aliwahi kumwambia Netanyahu kuwa mimi ndio nimeipa Israeli kila kitu, hakuna rais aliyeitendea Israeli kama nilivyoitendea mimi, lakini haukuwa na shukurani, ukaamua kumsapoti adui yangu. Kwa hiyo gazeti la Israel la Hayom linaunganisha hili tukio hivi sasa na haya yanayoendelea. Jamani, mazungumzo yamesimamishwa. Ilikuwa leo wakutane kule Geneva, lakini taarifa iliyotolewa kuwa wamesimamisha, japo kuwa taarifa upande mmoja inaonyesha kuwa hakuna shida yoyote, lakini taarifa rasmi inayotoka ndani ya Irani kuwa swala la Lebanoni limekuwa ni swala nyeti na la msingi kuhakikisha haya mazungumzo yamesimama hivi sasa. Kwa hiyo Marekani kaambiwa kuwa nakupa muda wa kumshughulikia kijana wako kama unataka tuendelee, la huwezi, tunaweza tukayakata haya mazungumzo na yasiweze kuendelea. Kwa hiyo hicho ndio kilichotokea kwa hivi sasa. Tusubiri, tutaambiwa lini hayo mazungumzo yataendelea tena, kwa sababu ilikuwa Geneva wakutane Ijumaa leo tarehe ngapi? 19. Leo ndio ilikuwa ifanyike, lakini haikufanyika. Kwa hiyo muda utatupa majibu kitakuja kufanyika wakati gani. Jamani, niwatakie kila la kheri na asanteni. Na wewe uliye popote katika mkoa wako, popote utaponiona, jua umeniona mimi. Sitaji niko wapi, lakini utaponiona basi jua umeniona kweli, kwa sababu Dar es Salaam mimi sipo. Asanteni na kila la kheri. Shukran sana.